Hello, habari za saizi, mambo vipi? Karibuni tena katika channel yetu. Leo nimekuja na kitu kingine tena kushare na wewe, kitu ambacho kina faida nyingi, ila ni kitu kimoja kitakusaidia sana. Yaani in short, hakitakiwi kukosa nyumbani kwako. Hasa kwa wewe dada mrembo ambaye unajitambua. Nina kitu hichi hapa. Hii inaitwa witch hazel. Witch hazel. Hii witch hazel jani lake ndio hilo. Kwa ambao hawaijui, kwa ambao wanaijua nadhani mnaelewa habari yake. Na kwa ambao hawaijui niwaeleze tu kwa haraka haraka. Hii witch hazel ni mti ama niseme ni maua. Ni maua ama majani ambayo yanapatikana sana kusini mwa Amerika ama China. Haya. Witch hazel imejipatia umaarufu sana kwa sababu ni mti ambao unasaidia au unatibu vitu vingi sana kwa wakati mmoja. Kwa hiyo mara nyingi pia utakuta hii witch hazel inatumika kwenye vitu vingi sana. Kama nilivyokuambia, kuna wanaomixi wanaomixi kwenye kutengenezea sabuni, unakuta kwenye lotion zinamixiwa, inakuta kwenye cream, inakuta kwenye perfume. Kwa hiyo ni nzuri sana kwenye ngozi. Haya, mimi nitaenda kukutajia vitu ambavyo inatibu hii na ni kwa nini isitoke nyumbani kwako. Umeiona kachupa ndio hapa, ila kanatibu vitu vingi sana. Haya, yani mpaka kufika na share na wewe, it means ni kitu kizuri sana na ni kitu ambacho ni muhimu na kimesaidia watu ambao kimesaidia watu wa karibu yangu mpaka naamua kushare na wewe. Sasa kitu cha kwanza inatibu airbags hizi, kama mtu ambaye amevimba chini ya macho huku. Hii inasaidia sana na kuziba hizi vitundu kwenye ngozi ambapo imeshakuwa ni kilio cha wengi kweli. Unajua kuna age fulani ukifika unaanza experience vitundu kwenye ngozi, mara hichi. Kwa hiyo hii hapa utaitumia kama skin toner. Baada ya kusafisha uso wako, unachukua pamba, unapaka sehemu zote, unajipaka pamoja kwa kutumia pamba. Ukishamaliza kujipaka, unalala, unaacha, yani unaiacha uso wako usipake kitu kingine, unalala. Kesho yake asubuhi lazima experience changes. Mimi nakwambia. Haya, kitu cha pili inasaidia kuyeyusha mishipa inayojitokeza kwenye ngozi, ama unaita nini, inakuwa kama spider. Wengi sana hasa wadada wanakuwa inajitokeza kwenye mapaja, ni mishipa inakuwa kama ukiangalia kama wewe ni mweupe, ukiangalia inakuwa kama ya kijani. Hii inatokana na nini? Mishipa inakuwa hiyo ni matokeo ya damu kuwa nzito kwenye mwili wako, kwa hiyo haipiti vizuri kwenye mishipa, ndio maana inaenda inatulia sehemu, inakuwa inaenda taratibu sana. Kwa hiyo zile sehemu inapelekea mishipa kutuna. Kwa hiyo ile ndio tunaita spider ama varicose veins. Kwa hiyo hii hapo ukiipaka inaenda inafanya damu kuwa nyepesi. Damu ikishakuwa nyepesi, kwa hiyo itaanza kwenda kama kawaida, damu inatembea kwa haraka. Kwa hiyo ile sehemu ya spider na mishipa kuvimba itaondoka. Cha kufanya hapo, unajua utafanyaje? Unamimina hii witch hazel kwenye kitaulo, ukimaliza unafunika ile sehemu ya hiyo mishipa ambayo unaona imevimba. Funika kwa muda kama wa dakika 10 au dakika 15. Ukimaliza, ama unaweza ukafunga na bandage kabisa, ukalala nayo mpaka asubuhi, ila ukiamka asubuhi lazima utaona changes kabisa. Yaani utaona kabisa kwamba wewe mwenyewe unajisikia kabisa, yes, kuna kitu ambacho kimesogea. Kitu cha tatu ambacho hii witch hazel inatibu ni hemorrhoid. Hemorrhoid kama wasioifahamu, ni ile matatizo ya haja kubwa. Unaweza kukuta mtu ana vidonda haja kubwa, ama kuna nyama ambazo huwa zinajitokeza kwenye haja kubwa, ndio unaita hemorrhoids. Kwa hiyo kutreat ile tatizo, hii witch hazel inatibu sana kabisa, kwa sababu
ukitumia hii inaenda inafyonza ile mishipa kule nyuma kwenye haja kubwa. Kwa hiyo inaifanya mishipa ifanye kazi vizuri, inailainisha na kunyonya maumivu ambayo unajisikia, hatimaye inapotea kabisa. Kwa wote nadhani mmeshaelewa hemorrhoid ama ni nini kwa Kiswahili, mtanisaidia kwenye comment hapo. Kwa hiyo sasa cha kufanya, unachukua hii witch hazel, unachukua na aloe vera gel, una mix pamoja, unamaliza, ama unaweza ukamix aloe vera ama una mix na coconut oil ambayo ni mafuta ya nazi. Kwa hiyo unamaliza unapaka pale direct, kwa kila siku unapaka. Yaani naweza kukwambia guarantee 24 hours lazima utasikia kitu kimesha, yani kinanywea, maumivu yanaisha, hatimaye kadri unavyoendelea kutumia ndio unajikuta umepona kabisa. Unaona faida zilivyo nyingi, kwa hiyo sio ya kukosa ndani mwako. Haya, faida nyingine, kitu cha 4, hii inatibu diaper rashes. Diaper rashes kwa wenye watoto wadogo nadhani mnaelewa nini naongelea. Mtoto anakuwa anaungua na mkojo, yani unajua kuna muda unafika unachanganyikiwa ni mpake nini mtoto, kila unachompaka ukimtoa nepi unakuta ameungua, ana vipele. Kwa hiyo hii hapa nasemea ni nzuri kwa sababu ni ya asili, haijachanganywa na kitu chochote, haijamixiwa na kitu chochote. Kwa hiyo yenyewe kama yenyewe ni dawa tosha sana. Kwa hiyo kwa mtoto na mkubwa vyote mtu yote anatumia. Kwa hiyo kwa kutibu hiyo diaper rashes kwa mtoto utatakiwa unaweza ukaichukua yenyewe kama yenyewe, unampaka ukienda kumchange, hakikisha umemfuta vizuri ama umemuosha, unampaka, unaiacha inakauka ndio unamvalisha nepi nyingine. Kwa sababu yenyewe ukishaipaka kwenye mwili haichukui muda, inakuwa kama vile imepulizwa na upepo, ni kama maji. Kwa hiyo unapaka, unahakikisha imeingia kabisa. Ikishaingia inapigwa kwa upepo, inakauka. Unaona? Ni nyepesi sana kukauka. Kwa hiyo ikishakauka ndio unamvalisha mtoto nini? Unamvalisha nepi yako. Kwa hiyo ni nzuri sana 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 kwa mtoto. Yaani matatizo yote yanaisha. Haijaongezwa kitu, haina artificial, ni iko kama yenyewe. Haya, kitu cha 5 nimesema kwamba inasaidia nini kitu cha 5? Kitu cha 5 inasaidia kwa mtu ambaye ameungua na jua. Unajua kuna mwingine akienda juani tu anaungua huku, anaungua. Kwa hiyo sasa hii hapa ina kazi inayoenda kufanya, inaenda inatuliza ule moto kwenye seli zako. Kwa hiyo utakavyoendelea kupaka kila siku, ndani ya 24 hours ile kitu unaweza kaona kabisa kwamba inanywea. Unajua kuna kitu unaona kabisa kwamba kinaendelea na kingine kimestop, kinaendelea kunywea, kinakwisha. Kwa hiyo jinsi gani utakavyotumia, unaweza kaipaka yenyewe kama yenyewe, ukachukua pamba, ukishasafisha uso wako unapaka kama nilivyoeleza mara ya kwanza kwenye namba 1. Unapaka, ukishamaliza kupaka unaiacha kama ilivyo. Kwa hiyo itaenda itanyonya, wewe mwenyewe utafurahi na matokeo kabisa. Haya. Kitu cha 6, hii inatumika kama makeup setting. Hii unaona jinsi ilivyo na kazi nyingi. Kwa wale wapaka makeup, unatafuta kichupa chenye spray. Ukishamaliza kupaka makeup yako, unachukua kichupa kile kile cha spray na kijua, unapunguzia mule kidogo ukimaliza kupaka makeup yako ili ikae muda mrefu, na vile vile unapopulizia makeup itakaa muda mrefu. Vile vile inaenda kupunguza athari za makeup. Unaona? One thing about makeup tunajua wote kwamba makeup inazeesha sana sura. Makeup. Kwa sababu utapendeza kwa muda huo, unavyopaka unaenda kuviziba vitundu visipumue. Kwa hiyo na ni unaipaka muda mrefu. Kwa hiyo hata kama ukija kutoa uchafu ule kwenye wa ndani hautatoka. Kwa hiyo unajikuta ndio hivyo, ngozi inakuwa imechoka, unazeeka. Yani mpaka makeup utajulikana kwamba wewe lazima makeup uwe nayo Bennett, kwa sababu ukiitoa hautakuwa the same as umeanza. Sijui kama umeelewa. Kwa sababu inaenda inachosha ngozi, inachosha vitundu, havipati hewa, kwa hiyo ngozi na yenyewe inakosa rutuba, kwa hiyo inakuwa na tatizo, lazima ngozi itakuwa imechoka. Kwa hiyo kama una miaka 20 utaonekana una miaka 29 30. Unaona? Sasa anyway, sio big deal. Tusaidiane mdogo mdogo,
mpaka mwisho tunakuwa tunaacha makeup, tunatumia vitu vya asili. Kwa hiyo sasa cha kufanya hii hapa, kwa wewe mtumia makeup, ukinyunyizia hii juu ya makeup yako, umeshamaliza, inaenda inapunguza ile athari ya makeup. Vile vile inafanya makeup yako inakaa muda mrefu. Kingine, ukishamaliza issue zako za makeup, kama ndio kutwa nzima ukitaka kulala usilale na makeup, osha uso wako, ifanye kama tona. Kwa hiyo itaenda inaondoa zile sumu zote za makeup, inakuweka fresh. Ila end of the day tunatakiwa, unajua ukishakuwa na ngozi softi, haina shida, sidhani kama utahitaji makeup Haya, hivyo ndio tunavyosaidiana. Alafu kingine, tunakuja kazi ya 7 na ya mwisho kwa leo. 7 na ya mwisho kwa leo. Ni ya nane. Hii inasafisha uke na kutaiti. Na kama ninavyosema ni kitu cha asili, hakijaongezwa, hakijapunguzwa, yani kama chenyewe kilivyo. Hii itakuweka sawa, ina balance pH ya uchi wako, inaondoa miwasho, kutojisikia kwa tendo la ndoa, na vile vile kama nilivyosema kwamba ina uwezo mkubwa sana wa kusafisha uke wako. Depend unasafishaje uke wako, ila ukitumia hii inasafisha uke wako, inaongeza joto, inabana, inakukinga na kansa. Hata kama una kansa inaondoa, kwa sababu ina kitu kinaitwa phytoestrogen ambayo inaenda kufanya kazi kubwa sana kwenye uke wa mwanamke. Inaongeza ulinzi kwa wale bakteria. Unajua tunaambiwa kwamba usiingize vitu kule chini, usitie vidole, sijui usifanye nini, kwa sababu utaua wale wadudu bakteria wanaolinda uke wako. Sasa hii inaenda kuzalisha wale wadudu wanaolinda uke wako. Kwa hiyo wale wadudu watakuwa kwa wingi na uke wako utakuwa imara, safi, protective. Vile vile inaimarisha kuta za uke wako. Kwa hiyo haijalishi una watoto 100, una watoto 10, ila uke wako utarudi kama ulivyokuwa. Unajua kuna zile issue zingine za kwamba inakubania tu uke, baadaye ukija kuacha kutumia unalegea. Hizo zinakuwa ni just product. Lakini hii hapa ni kitu ambacho kinalinda kuta. Hata kama ukishamaliza kutumia, haujaitumia tena muda mrefu, kuta yako ya uke itabaki kuwa imara, ngumu, tight. Na maanisha tight, unajua tight ina maana kama ni tundu tight, ina maana haitakuja kutanuka, kwa sababu kuta zake tayari zimefanya nini, zimeshaimarishwa. Kwa hiyo hapo cha kufanya kingine ninachoipenda, inapambana na kila ugonjwa wa huku chini, iwe na UTI, sijui sugu, sijui tina nini, uwe na wia tu hapo. Kwa hiyo kama uliwahi kuchukua ile intimate, ile ni sabuni unaogea, unanawia, hii hapa unajimwagia. Kwa hiyo matatizo yote kwisha. Kama hauamini, Google uangalie side effects zake. Haina tatizo kabisa iwapo utafuata kanuni zote. Ni ya asili, salama kwa mkubwa na mdogo. Haya, mimi naona kwa leo niishie hapa. Nimejaribu kukudadavulia mambo ambayo inatibu, ila kwa maelezo zaidi na zaidi, labda utakapokuwa unaichukua, ukiipata, kama unayo ukipata, unaweza kanicheki. Nitaacha WhatsApp namba yangu. Yani kama ukitaka umeshaipata unapoinunua, nitakuelekeza mambo mengine na magonjwa mengi ambayo inadili nayo. Kitu kingine kama utaikosa ulipo, ni WhatsApp nitakuwa ninazo. Usiniulize shingapi, njoo kule. Haina shida, haina gharama sana, ni the same price kama ile intimate. Jamani, mimi sio wakala wa hizi product, na share na wewe kile kitu ambacho mimi mwenyewe kimenisaidia. Yaani ina faida nyingi sana. Kimenisaidia mimi, sio mimi tu. Unaweza ukasema kwamba inawezekana wewe labda kwa sababu imekukubali kwa sababu ya ngozi yako. Hapana. Mimi, watu tofauti ambao wananizunguka pia imefanya vitu ambavyo ni vitu ambavyo the same ambavyo imenisaidia mimi. Haya, asanteni.
Karibuni tena. Kama we ni mgeni, karibu sana. Uko kwenye channel sahihi, tunajifunza mambo mengi yanayosaidia na yanayoleta faida zaidi ya moja. Haya, usisahau kusubscribe, share kwa rafiki yako. Uliza swali lolote, nipo hapa kukujibu, usiwe na woga. Haya, asanteni. Bye.